Unajua katiba ya TFF ni najisi kwenye kanzu na sera ya michezo ya taifa. Mrudia tena. Katiba ya TFF najisi kwenye kanzu na sera ya michezo ya taifa. Kwa nini? Yanga walikuwa wameweka pingamizi, nafikiri umelisikia bibi mama, wametofuatilia mambo haya. Wameweka pingamizi wameweka pingamizi kwa Rais Karia asigombee pale, lakini wakienda mbali kwamba kanuni na katiba iliyotumika kumfanya Rais Karia agombee tena sasa inakizana na sera ya michezo ya taifa, na hasa linatajwa tamko namba 5, 2 na 3 ambalo limeweka ukomo wa muda wa kugombea kiongozi. Sasa kwa kuthibitisha kwamba imekuwa najis kwenye kanzu na sera ya michezo ya taifa ni kwamba BMT ilizuia vyama vya michezo vya mikoa na wilaya, mathalan Ubungo, wale ambao walikuwa wameomba na wao kwenye utaratibu kwamba waongeze muda wa uongozi wa miaka 4. Sasa wakaelezwa kwamba kiutaratibu kama muda wa uongozi wa miaka 4, manake mtu huyu anatakiwa hudumu mara 2. Kama itakuwa miaka 3 na hudumu mara 3 unapata miaka 9. Kwa hivyo amtaki kufanya hivyo. Lakini kwa upande wa Rais Karia mwaka 2021 ambako kanuni hii ilitumika 2020, kanuni hii ilitumika, fasili yake ni kwamba kwa muda ambao amehudumu unatosha. Lakini ni nani aliyeruhusu kipindi hicho kuipitisha hii katiba ambayo inakinzana na sera ya michezo ya taifa ambayo inataka mtu ahudumu miaka 4 mara 2? Sasa hoja hii inakuja katika kipindi ambacho inafikirisha kidogo. Maana tunapata wasiwasi pia na hata viongozi wa baraza la michezo wakati huo ambao walikubali kuipitisha katiba hiyo ambayo iliendelea kuhudumu na kupata kiongozi wakati huo inakinzana na sera ya michezo ya taifa. Sasa wafuatiliaji wa mambo wanasema hii ndio najisi kwenye kanzu. Huwezi kufanya ibada hata ukichukua udhu, kanzu ina najisi tena. Huwezi kufanya ibada. Kwa maana fasili yake ni kwamba kwa sifa ile tukirejea na wakati wa sasa wa Rais Karia kugombea tena, maana kanuni iliyomweka madarakani ni najisi kwenye kanzu, ilimpa muda ambao kikanuni haikupaswa kwa hivyo. Ni nani alibadilisha kanuni hiyo? Ni kabla watangulizi wake au yeye? Yeye mwenyewe. Si wakati wake. Wakati wake na wenzake. Yaani jopo lile la TFF la wakati ule. Bwana Mkalaboko, umemaliza? Najisi kwenye kanzu na sera ya michezo ya taifa. Nani alibadilisha akaongeza muda wake? Muda na wenzake wajumbe wa TFF. Sikiliza bwana wewe, sikiliza. Yaani mambo kwa hivyo. Yaani ni kama kwenye pitch vile unajitangulizia mwenyewe. Unajitangulizia mali kwa mbele. Lakini ile no reform no election inataka kuhamia imehamia kwenye uchaguzi, na hoja ziko kutosini. No reform no election ya TFF, hoja ziko utosini. Mkalaboko. Lakini Mkalaboko, ukiangalia moja kati ya chaguzi za TFF ambazo zimezungumzwa sana katika negative way, tunasema njia ambayo si positive, ni uchaguzi huu. Kuna nini? Ni kwa sababu chaguzi zilikuwa zinafanyika kinyume na kufuata taratibu, na watu pia wameelimika. Unajua watu wakiwa wanakosoa sana, uelevu umeongezeka. Kipindi cha nyuma wakati haya yanafanyika hakuna mtu alikumbuka maeneo muhimu kama haya. Sasa wakati mwingine sio kuoje tu mbona uko nyuma mkwepo, hapana. Watu wamepata uelevu sasa. Wameanza kujua umuhimu wa hizi nafasi. Kama ambavyo unaona wagombea wanachukua fomu kila kuchao. Asante studio, asante Mkalaboko.